Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dada yangu Stella Ikupa, kabla sijaanza kuzungumza, naomba uniruhusu niseme maneno machache, na mojawapo ikuwa ni kutoa, kwa lugha ya Kiingereza inaitwa disclaimer, kwamba mimi nimekuja hapa kumwakilisha naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, mbunge. Kwa hiyo mengi nitakayozungumza hapa sio ya kwangu, na unajua tabu ya kutumwa unatakiwa ukae kwenye mstari. Ukija kuongeza kwako karibu, unaweza ukaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo nitajikita kusoma yale ambayo nimeweza kutumwa niseme, lakini kwa sababu mimi ndio waziri mwenye dhamana ya wizara hii, basi nitakuwa nachomekea kwa mifano midogo midogo ili jambo ili likae vizuri zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pamoja na hayo, nikushukuru dada yangu Ikupa na mwenye maono wa Ikupa Trust, ulimtambua kwamba katika hadhara hii ya leo tungekuwa na ndugu yetu Ernest Kimaya ambaye alikuwa ni mwenyekiti wetu wa SHIVYAWATA, lakini kama mnavyojua Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi, ametangulia mbele ya haki. Lakini pia juzi tulipata msiba mwingine mkubwa wa kumpoteza makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba yetu, wengine babu yetu, Mheshimiwa Cleopa David Msuya. Sasa kwa sababu misiba miwili imetukumba hii, na kwa dharura hiyo, ningeomba basi ukumbi huu tusimame japo kwa dakika moja ili tuwakumbuke wenzetu hawa na kuombea Mungu awapokee mahali pema peponi. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Tukae. Mheshimiwa Jabiri Shekimweri, mkuu wetu wa wilaya ya Dodoma, ndugu Amoni Anastazi Mpanju, mwenyekiti wa bodi ya shirika la Ikupa Trust Fund, lakini pia natambua uwepo wa dada yetu Stella Ikupa ambaye yeye ni mwanzilishi na mshauri wa Ikupa Trust Fund. Waheshimiwa sana watoka katika taasisi mbalimbali, nikitambua uwepo wa Bibi Winfrida Samba, mwakilishi wa mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA, ndugu Rashid Maftah, mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na mkurugenzi wa kitengo cha watu wenye ulemavu, pamoja na wote waliofuatana nao toka katika ofisi ya waziri mkuu, ndugu Tungi Mwanjara, makamu mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wenye ulemavu SHIVYAWATA, ndugu Ali Omar Makame, mwenyekiti wa shirikisho la jumuiya ya watu wenye ulemavu Zanzibar, mwakilishi kutoka taasisi ya Foundation for Civil Society ambao nimejulishwa kwamba ni wadau muhimu katika eneo hili, wawakilishi toka katika wizara za kisekta, viongozi wa vyama vya walemavu wote mliopo katika eneo hili, na hasa nikitambua uwepo wa wenye viti na makatibu kutoka mikoa mbalimbali, wadau wa maendeleo ya taasisi zopo zinazotoa huduma za watu wenye ulemavu, viongozi wa dini, wajumbe wa bodi wa shirika la Ikupa Trust Fund, wakalimani wa lugha za alama pamoja na wasaidizi, ndugu washiriki haswa wenye ulemavu wenyewe. Lakini kwa leo naomba nitambue uwepo wa wakili Msomi Mendez ambaye yeye kwa kweli ni mjumbe wangu katika baraza yangu ya ushauri ya watu wenye ulemavu. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu
mwingi wa rehema na fadhila zake ambao zimetuwezesha kufika katika tamasha kongamano hili la watu wenye ulemavu tukiwa wenye afya njema na siha njema. Lakini naomba nitumie nafasi hii kwa kipekee kabisa kuwashukuruni wote washiriki, lakini viongozi kwa kutenga muda wenu wa kuja kushiriki shughuli hii. Karibuni sana Dodoma, lakini nimefurahi na mimi tumeonana tena. Nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ambaye leo amewakilishwa na Mheshimiwa Jabir Shekimweli, mkuu wa wilaya ya Dodoma, kwa kuridhia kwake kuwa mwenyeji wa mkongamano hili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba utufikishie salamu za dhati kwa mkuu wetu wa mkoa. Ametupokea vizuri na kuweka mazingira yanayofanya kongamano hili liwe manufaa makubwa na mafanikio makubwa sana. Kwa kipekee ninaomba nimshukuru sana mwenyekiti wa taasisi ya Ikupa Trust Fund na taasisi yenyewe kwa jumla kwa kumwalika Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko kuwa mgeni rasmi wa kongamano hili leo. Lakini yeye kwa heshima kubwa sana ameniagiza waziri anayehusika na masuala ya walemavu kuja kushiriki nanyi katika kongamano hili. Ninashukuru sana kwa heshima hiyo alionipa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, lakini binafsi ninashukuru nyinyi kwa kunipokea na kukubali wazo la mimi kuja kumwakilisha yeye. Ndugu washiriki, kabla sijatoa hotuba yangu, naomba niwaleteni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais amenituma niwajulishe kuwa anawapenda, anawathamini na ataendelea kuhakikisha kuwa maslahi yote ya watu wenye ulemavu nchini yanapata fursa muhimu katika ujenzi wa nchi yao, lakini pia ujenzi wa uchumi wa nchi yao, kijamii na kwenye uongozi pia, ili kuendelea kwa pamoja kujenga taifa la Tanzania linalohimiza umoja na mshikamano. Vile vile naomba nitoe salamu za Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye pia anawasalimia sana na amenituma nimfikishe salamu zake nyingi za pongezi kwenu, hasa kwa mkurugenzi Ikupa kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuifanya ya kuhakikisha kwa maslahi ya watu wenye ulemavu yanakuwa ni kipaumbele chako, yanakuwa kipaumbele cha taasisi yako, lakini kuendelea kuwasemea bila ya kuchoka. Anakupongeza sana Mheshimiwa Makamu wa Rais na anakutakia kila la heri katika utekelezaji wa shughuli zako. Pamoja na hiyo, nataka nitoe salamu pia za Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu anawapongeza pia. Anawatakia kila la heri katika mkutano wenu. Anawatakia kila la heri katika kuchapa kazi zenu. Lakini pia anawaombea sana Mungu katika uendelezaji wa gurudumu la kupambania haki ya watu wenye ulemavu. Ndugu viongozi, naomba nichukue fursa hii pia kwa kipekee kutambua kuwa taasisi yetu ya Ikupa Trust Fund inafanya mambo mengi makubwa. Lakini kama ilivyoelezwa na mwenye maono dada yetu Ikupa kwamba taasisi hii imeshiriki kuandaa makongamano mengi yanayosimama na kutetea na kutaja juu ya mapungufu na changamoto wanakabiliana watu wenye ulemavu. Sisi kama serikali tumesikia na tunaahidi kwamba tutayabeba na kwenda kuyafanyia kazi. Ndugu washiriki, natambua kuwa afua na shughuli mbalimbali za watu wenye ulemavu zimekuwa zikielekezwa kwa wadau mbalimbali. Hivyo naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wote wa maendeleo, taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayohudumia watu wenye ulemavu, vyama vya watu wenye ulemavu na shirikisho la vyama vya watu ulemavu yani SHIVYAWATA. Nataka nitumie nafasi hii kuwapongezeni sana nyote, kuwapongeza idara zote, kupongeza taasisi zote, na kwa niaba ya serikali nataka niseme kwamba tutaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba huduma za watu wenye ulemavu na mashirika yao inakuwa ni msingi wa utendaji kazi na usukumaji mbele gurudumu la maendeleo. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa pamoja na malengo mengineyo, lengo kuu la kongamano hili ni kuijengea uelewa jamii, ikiwa ni pamoja na wenye watu ulemavu
kuhusu kazi nzuri inayofanywa na awamu ya sita katika kuimarisha utoaji wa huduma na ukuzaji ustawi kwa watu wenye ulemavu. Kongamano hili linafanyika katika muda mwafaka na limekuwa linatija sana kwa upande zote, hususa upande wa serikali, upande wa wenye ulemavu, lakini pia wadau ambao wanasimama pamoja na wenye ulemavu katika shughuli zao za kila siku. Ndugu washiriki, watu wenye ulemavu wapo katika jamii ulimwenguni kote. Na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, idadi ya wenye ulemavu nchini inakadiriwa kufika milioni 5.3, ambao ni sawa na 11.2% ya watu wote. Idadi hii imeongezeka kutoka 9.3% ukilinganisha katika sensa ya mwaka 2012. Watu wenye ulemavu ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa hili. Hivyo wanapaswa kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo sawa na watu wasio na ulemavu. Hii ndio imekuwa dhamira ya serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote ni mashuhuda kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza ustawi wa watu wenye ulemavu katika maeneo yote. Ndugu washiriki, kama alivyoeleza dada Ikupa kuwa rais wetu hana ubaguzi. Ni kweli nakubaliana na kauli hiyo kuwa rais hana ubaguzi, lakini kiukweli rais wetu kwa upande mmoja amekuwa anawapendelea sana watu wenye ulemavu. Ndugu washiriki, dhamira hii ya Mheshimiwa Rais inaonekana katika maeneo mengi, na naomba katika mchana wa leo mniruhusu nieleze machache ambayo yanaonyesha wazi rais wetu na dhamira yake kwa watu wenye ulemavu. Kwanza, pamoja na maelezo mazuri ambayo yalielezwa, lakini nataka nitoe taarifa rasmi leo kuwa wiki iliyopita wizara yetu imepokea shilingi bilioni 1.16 ambayo ilikuwa ni maelekezo ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wakati wa utekelezaji wa bajeti, zitengwe fedha kwa ajili ya kusaidia watu wenye ulemavu. Kazi tulionayo mimi na wenzangu ndani ya wizara ni kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja nanyi ili yale makubwa ambayo yanahusu ustawi mzima wa walemavu tuweze kuyatengenezea mpango wa utekelezaji na uwezeshaji. Lakini pamoja na hilo, Mheshimiwa Rais alihakikisha kuwa katika 10% inayotolewa katika dirisha la mikopo, basi 2% ipelekwe kwa walemavu. Mnaweza kukumbuka kuwa miaka 2 iliyopita huduma hizi zilisimamishwa, lakini Mheshimiwa Rais alikubali baada ya mashauriano makubwa kuwa sasa huduma hii ianze mara moja, na nataka nitoe taarifa kwa kikao hiki kwamba huduma hiyo imekwisha anza. Waheshimiwa washiriki, ndugu washiriki, katika mwaka 2024-2025 fedha jumla shilingi bilioni 5.48 zimepelekwa kwa vikundi 291 vya watu wenye ulemavu. Lakini pamoja na hilo pia, furaha yangu leo hii, zile 30% za zabuni za umma mahususi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na wazee zimeendelea kutolewa pia. Pamoja na changamoto zilizopo ambazo zimeelezwa katika hotuba, naomba nisitizie kuwa fedha hizi ni zenu. Undeni vikundi vyenu, zikimbilieni, kwani haya ni matunda ya serikali ya awamu ya sita kwenu. Lakini pamoja na hilo, serikali imeendelea kujenga shule na msitizo mkubwa ukiwa elimu jumuishi. Kwa mfano, shule ya Lukuledi maalum iliyopo mkoani Mtwara yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 480, shule ya Mbuye maalum iliyopo Chato mkoa wa Geita yenye mchepuo wa awali, msingi na sekondari yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1200, ambayo ujenzi wa mabweni 50 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu yamekwisha jengwa nchini kote. Ninachowaomba katika ile mikoa, wilaya ambayo wana ulemavu bado mbaki kwa changamoto, pazeni sauti na serikali yenu itawasikiliza. Ndugu washiriki, lakini pia kupitia hilo serikali imeendelea kufanya mambo mengi, ikiwemo kufanyika kwa mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, pamoja na marekebisho ya mitaala ya elimu ya awali, msingi na sekondari na elimu ya walimu, ili uwiane na mahitaji ya sasa na mabadiliko ya ukuaji wa teknolojia, pamoja na ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum
mfano ufundishaji wa lugha za alama katika ngazi zote za elimu. Na katika jambo hili, katika eneo hili, ndugu Ikupa, dada yangu na mwenye maono katika taasisi yako hii, mimi mwenyewe kama waziri anayesimamia watu wenye mahitaji maalum hususa walemavu, nimeanza kujifunza elimu ya alama. Kwa hiyo ipo siku unaweza ukapita sehemu ukaambia waziri yuko chumba hiki, alafu hakuna makelele, basi ujue waziri naye atakuwa anaongea lugha ya alama. Mambo yatakwenda vizuri sana, na nataka nimwambie dada yangu Manjala kwamba mambo yanakwenda vizuri, na sasa hivi kwa kweli zile a e i o u nimeanza kujifunza na mambo mazuri zaidi. Lakini pamoja na hilo, nataka nitoe salamu za serikali. Kama serikali imeendelea kutoa ruzuku ya uzalishaji hapa nchini kwa mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa wenzetu wenye ualbino kupitia kiwanda chetu ambacho kipo katika hospitali ya KSMC. Ruzuku ile ambayo imekuwa kila siku inachajiwa sasa imeongezwa. Lakini uwezeshaji huu unawezesha pia kupatikana kwa mafuta katika maeneo mbalimbali. Tunatambua kwamba changamoto bado ipo katika baadhi ya maeneo. Lakini nataka niwahakikishieni kupitia Wizara ya Afya, fedha zimetengwa katika bajeti mwaka huu, na wenye uhitaji kwa maana ya wenzetu wenye albino wanakwenda kupatiwa mafuta hayo kama ambavyo imeahidiwa na serikali. Lakini pamoja na hilo, tumeendelea kuimarisha huduma ya watu wenye ulemavu kwa kujenga vituo vya afya 12315 ambavyo vimewekewa mazingira fikivu kwa wote wenye ulemavu. Lakini pamoja hilo, tumeendelea kuimarisha huduma za kibingwa katika hospitali za rufaa na mikoa na kanda kwa kujenga na kuanzisha wodi maalum 189 za huduma za watoto wachanga, na pia kuongeza idadi ya madaktari bingwa wa upasuaji ili kumtibu mtoto mwenye ulemavu mara tu anapozaliwa. Vile vile kuanza kutolewa kwa huduma za kibingwa za masikio, pua, koo na kupima usikivu katika hospitali 14 za rufaa za mikoa. Pia kutolewa kwa msamaha kwa makundi ya maalum katika vituo vya kutolea huduma za afya ikiwemo makundi ya watu wenye ulemavu. Ndugu washiriki, serikali imeendelea kuwezesha pia kupitia mafunzo ya ufundi stadi na marekebisho kwa vijana wenye ulemavu 1218 katika vyuo vya Yombo Dar es Salaam, Sabasaba Singida, Masiwani Tanga, Ruanzali Tabora, Mtapika Masasi na Milongo Mwanza. Serikali pia imejenga vyuo vipya 3 kwa watu wenye ulemavu katika mkoa wa Ruvuma, Songwe na Kigoma. Vile vile vijana wenye ulemavu wamejumuishwa katika vyuo vya VETA vilivyopo nchini na pia kwenye programu za ukuzaji ujuzi zinazosimamiwa na wizara yetu. Waheshimiwa sana washiriki, serikali imeendelea pia kutoa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo mwezi Novemba mwaka 2024 serikali imetoa shilingi bilioni 4 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye ulemavu ikiwemo viti mwendo, fimbo nyeupe, magongo, kofia pana, miwani za jua zinazosambazwa na vituo vya afya na taasisi za elimu. Mwisho, serikali inaendelea kutoa ajira kwa watu wenye ulemavu, ambapo jumla ya watu wenye ulemavu 1013 wamepata ajira katika kada mbalimbali zikiwemo za elimu, afya, uhasibu, ustawi wa jamii na lishe. Hii ni utekelezaji wa sheria ya watu wenye ulemavu namba 9 ya mwaka 2010 ambayo inatekelezwa, inaelekeza kuwa kati ya watu 20 walioajiriwa na serikali 3 wawe wenye ulemavu. Ndugu washiriki, juhudi nyingine zinazofanywa ni pamoja na kuweka mifumo na mipango mbalimbali. Kwa mfano, tumezindua mpango kazi wa taifa wa haki na ustawi kwa watu wenye albino ya mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029. Mpango huu unalenga kuhakikisha kuwa watu wenye albino wanaishi katika mazingira salama, lakini kushiriki katika shughuli kisiasa, kiuchumi kwa utulivu na amani. Lakini pamoja na hilo pia tumezindua mfumo wa elektroniki wa ukusanyaji wa taarifa za watu wenye ulemavu, yani PDMIS, na kwa kuanza
kusambaza mfumo huo katika mikoa ya Dodoma, Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera, Mara na Simiyu. Mfumo huu utawezesha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati kwa watu wenye ulemavu zitakazosaidia kutaka kupanga mipango mbalimbali na kuimarisha huduma hizo. Lakini pamoja na hilo, ndugu washiriki, tumeandaa na kuzinduliwa kwa mkakati wa taifa wa teknolojia saidizi wa mwaka 2024 mpaka 2027 ambao unatoa mwongozo wa kimkakati katika sekta zote kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa teknolojia saidizi kwa wingi na kwa gharama iliyo nafuu. Na katika kutekeleza huo, ofisi imetawanya mkakati huu katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Dodoma, Tanga pamoja na Kigoma na kuwajengea uwezo maafisa ustawi wa jamii ngazi ya mikoa, maafisa maendeleo ya jamii, vyama vya watu wenye ulemavu, maafisa elimu maalum, maafisa mipango, viongozi wa mabaraza ya wazee pamoja na wataalamu wa viungo tiba. Ndugu washiriki, ili kuhakikisha kwamba utaratibu na usimamizi wa masuala ya watu wenye ulemavu unakuwa ufanisi, serikali yenu imewajengea uwezo watendaji wakiwemo maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii, maafisa elimu maalum, maafisa lishe pamoja na utoa huduma ya afya katika kuwatambua watoto wenye ulemavu na kuwaunganisha katika huduma mbalimbali zikiwemo afya pamoja na lishe pamoja na kutokomeza vitendo vya ukatili katika jamii yetu. Ndugu washiriki, katika kuhakikisha kuwa nchi yetu inaungana na jamii ya kimataifa, serikali itaendelea kustawisha ustawi wa watu wenye ulemavu, na serikali ipo katika hatua mbalimbali za kuridhia itifaki ya mikataba ya kitaifa ya kimataifa, mmoja wapo ukiwepo mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu hususa wenye mahitaji maalum barani Afrika wa mwaka 2018. Katika hatua hii, ofisi yangu ilishirikisha vyama vya watu wenye ulemavu na kutoa maoni. Taratibu zitakapokamilika, itifaki hii inayosubiriwa kwa shauku na wadau itaridhiwa kwa mujibu wa katiba yetu. Ndugu washiriki, pamoja na jitihada hizi, serikali na wadau, lakini bado ni ukweli kuwa ziko changamoto zinazokabili watu wenye ulemavu. Moja ya changamoto hiyo ni uwezo mdogo wa kujiamini baadhi yetu. Ndugu washiriki, serikali yenu imekushaweka mifumo maalum inayolenga kuwawezesha ninyi ili muweze kupambana katika maisha. Serikali yenu haitowaacha. Serikali imetengeza mazingira, serikali imewezesha washauri, lakini pia serikali imewezesha vifaa. Hivyo kwa watu wenye ulemavu, naomba niwasihi kuwa mjitokeze kwa wingi, lakini pia kwa familia ambazo zina watoto wenye ulemavu ziwatoe. Serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuhakikisha inawawezesha na kuwasaidia. Pia uelewa mdogo juu ya haki za watu wenye ulemavu nayo pia imekuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa ndani ya jamii. Hivyo inapelekea baadhi kuendelea kufanywa ukatili, lakini pia baadhi kutotambua yanayofanyika katika serikali yao. Nitoe wito kwa wananchi wote kuepuka hali ya kuwanyanyapaa watu wenye ulemavu, bali pia watoe fursa sawa kwa watu wote kwa maendeleo ya nchi yetu. Ndugu washiriki, katika kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanaendelea kupata haki sawa, serikali imekusudia kufanya yafuatayo. Mosi, kukamilika kwa mapitio ya sera ya taifa ya huduma na maendeleo kwa watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 ili iweze kuendana na hali ya sasa. Pili, kukamilisha mwongozo wa kitaifa wa viwango vya ufikivu wa watu wenye ulemavu. Tatu, uzinduzi wa mfumo wa usajili wa watu wenye ualbino kwa njia ya simu za kawaida, yaani inajulikana kama albino mobile work. 4, kukamilisha mwongozo wa utaratibu wa vyama vya watu wenye ulemavu. Mwongozo huu unatarajiwa kuzinduliwa katika siku ya maadhimisho ya kimataifa ya kukuza uelewa wa watu wenye albino mwezi Juni mwaka 2025 utakaofanyika kitaifa mkoani Kigoma. Na naomba kutumia nafasi hii, ndugu washiriki, kuwakaribisheni nyote Kigoma, mje tushiriki ili kuzindua mwongozo huu kwa pamoja. Haya yote ni wazi yamefanyika katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na Daktari
mwanamama shupavu, daktari wa maendeleo, mama Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Hivyo kwa hakika kazi imepigwa na utu umeonekana. Twendeni tukamshukuru kwa mafanikio makubwa haya aliyoyafikia. Ndugu washiriki, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, ninaomba sasa nitumie fursa hii kutoa msitizo katika maeneo mahususi. Kwanza, niwakumbusheni kuwa mwaka 2025 Oktoba ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwa nchi yetu. Uchaguzi huu unalenga kwenda kuwachagua rais, wabunge na madiwani. Hivyo niwatake watu wote, kama ambavyo umetoa wito mwanzo, kushiriki uchaguzi huu. Lakini pia kama ilivyoelezwa, niwaombeni sana mjitokeze kwa wingi, sio tu kushiriki kuwapigia kura watu, lakini pia na nyinyi mgombee, na kwa hakika nchi ya kwetu sote na nafasi ya kuchaguliwa tunayo. Pili, kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali, kwa kuwa mna uwezo mkubwa, vipaji na karama zilizopewa muweze kuzitumia kwa kuwatumikia wengineo. Tatu, watu wenye maarifa, watu wenye ulemavu, mshiriki na nyinyi kuhimiza amani na utulivu wakati wa uchaguzi na pia baada ya uchaguzi. Mwisho kabisa, nataka kuchukua nafasi hii kwa kweli kukupongeza sana tena dada yetu na ndugu yetu Ikupa. Kwa kweli kazi unayofanya ni kubwa kama tulivyoeleza mwanzo, lakini kuwachukua watu katika mikoa yote, taasisi zote, idara zote, lakini pia ndani ya serikali, unathibitisha kabisa kwamba wewe sio tu kwamba ulichaguliwa kuwa mbunge miongoni mwao, lakini pia wewe unaishi miongoni mwao. Wako watu baada ya kuchaguliwa usahau makundi yaliyowachagua. Inapofika katika mwaka kama huu wa uchaguzi, basi wamekuwa wepesi kurudi katika makundi hayo. Wewe dada yetu umeongoza mapambano ya kuwasemea na kuwapigania wenye ulemavu bila ya kuchoka. Sisi kama wenzako ambao tunapambania wote kuhakikisha kwamba serikali yetu inaendelea kutambua watu wenye mahitaji maalum, tunataka tukupe maua yako leo. Umefanya kazi nzuri, umefanya kazi kubwa, na wewe umekuwa chachu ya mabadiliko makubwa ya sheria na miongozo iliyofanyika katika nchi yetu. Sisi kama wizara inayosimamia maslahi ya watu wenye mahitaji maalum, tunakushukuru sana, kwani sifa tunazompa leo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa hakika wewe ni mchochezi kuyafikia hayo. Sisi kama Watanzania tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa msikivu wa sauti ya Ikupa kupigania maslahi ya watu wenye mahitaji maalum, hususan kundi la wenye ulemavu. Napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe, lakini kwa dhati kukushukuru pia kwa kunialika na kukubali kwamba nishiriki kongamano hili. Ninawatakia ushiriki mwema ili mkitoka hapa muendelee kwa mabalozi wazuri. Kwa wale ambao hawakujaliwa kufika hapa, waambieni na wasimulieni mazuri mlioyaona katika mkutano huu. Lakini pamoja na hilo, naomba nimalize kwa kusema napenda sana kutamka kuwa kongamano la taifa la watu wenye ulemavu nimelifungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.